pungua unazuia, unakusanya tena. Kwa hiyo wale wanaopelekewa hawanufaiki nazo. Sasa ndivyo watu wengine walivyo, anaweza kutumia mali nyingi sana kwa mambo ya kipumbavu kabisa. Mtu ana mali, kajenga nyumba, wala hazikai yeye. Pengine wakakaa mahawara, wakakaa walevi, wakakaa watu ovyo. Kajenga nyumba na magari, watu wengine wanatumia na yeye anatumia, mara katumia hili. Utapanda magari mangapi kwa wakati mmoja? Sawa, kesho leo utokana hili, kesho na lile na lile, haujakatazwa. Lakini je, umemfanyia nini Mola wako? Kitu gani umekifanya kwa ajili ya Mola wako? Ukaa nyumba nzuri, kipando kizuri. Je, ushajenga hata msikiti kwa ajili ya Allah? Msikiti uliojenga ulingana na nyumba yako? Kihadhi na mahari na kila kitu. Sasa hiki unachokijenga, kama ni msikiti au ni madrasa au ni wakfu umeutoa kwa ajili ya khairi, hiki ndio chako, hiki kitakachokunufaisha ukishakufa tu. Hapo ukiwa hai na ukifa tu akaunti yake inaendelea. Hivi vingine hivi ulivyoviwekeza, pengine wawajengea mume mwenzio, wamjengea ndio hivyo, pengine wajenga wamjengea mume mwenzio atake kuja kumuoa mkeo wewe ukifa, alafu mkeo akampenda sana yule mume kuliko alivyokupenda wewe, kwa sababu wewe ulikuwa huna muda naye. Wewe kasema kuzunguka tu, atafuta tu. Kwa hiyo yeye sasa amepata nafasi, ametulia, amekaa kwenye sofa lako pale, leta maji baridi, leta kwenye friji, aagiza pale, na mkeo akampenda sana, akaona kwamba tangu mimi nimeolewa miaka 20-30 sijawahi kupata mume kama huyo, na amekaa kwenye nyumba yako. Hivi ndio dunia. Na watoto wakamuita anko, baba, na wakaona kwamba naye anawajali, akaita, atawapatiliza, atafanya hivi. Kwa hiyo wajenga nyumba, lakini pengine wamjengea mume mwenzio mtarajiwa, sio utafumba macho ile sitaisha. Akaja akaoa mtu usimtarajia, lau kama sio kwa akhira mnaweza kupigana ngumi, lakini Allah ataondosha vile vifundo baina yenu. Kwa hiyo hali iko namna hiyo. Sasa watu watakiwa wafundishwe jambo hili, watu wafundishwe watoto wao mambo kama haya. Dunia si kitu, ni pumzi tu, zikiisha hizi خلاص umeisha na wewe, jambo lako limekwisha. Sasa angalia zile tundu zinazopita pumzi kuingia na kutoka, yani zikiziba خلاص umeisha wewe.